Gen Z watikisa ikulu ya Tanzania na kufanya Samia Suluhu kuanza kukua na vikao vya siri. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika hatua ya kushangaza na yenye kutia shaka, Rais Samia Suluhu Hassan ameanza mikutano ya siri na vikundi vya bodaboda na madereva wa bajaji kote nchini, akiwapa maelfu ya shilingi na ahadi nyingi ili wasishiriki na hata wavuruge maandamano makubwa yanayopangwa kwa tarehe 9 Disemba mwaka huu. Uamuzi umekuja baada ya wito mkali wa kizazi cha Gen Z uliowatikisa misingi na utawala wake, wito ambao ulitangazwa wazi kuwa hakutakuwa na maridhiano wala mazungumzo hadi uchaguzi mpya ufanyike. Amri ya Gen Z imemfanya Samia aondoe kabisa mbinu ya risasi na polisi iliyotumiwa Oktoba tarehe 29, kwa sababu mauaji hayo yalileta hasira zaidi badala ya kutuliza. Na sasa serikali inajaribu kununua wafanyakazi wa chini wanaojulikana kama bodaboda, lakini wanaharakati Maria Sarungi ametoa onyo kali kupitia mtandao wa X, ambapo amesema kwamba pesa wanazopewa ni za laana na damu na zitamalizika ndani ya siku mbili, wakati watawala wana mahekalu Dubai na magari ya kifahari yanayogharimu mabilioni ya pesa. Kulingana na Maria Sarungi, aliandikiwa ujumbe ama alitumiwa ujumbe ambao wanabodaboda waliandikiwa wakiombwa kufika kwenye kikao hicho cha siri. Na kwenye ujumbe huo ulikuwa umesema kuwa NDG dereva bajaji J5 ya TR tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2025 saa 2:30 asubuhi tutakuwa na mkutano wa bajaji na pikipiki bodaboda pale viwanja vya CCM. Fika bila kukosa, ni muhimu sana. By Katibu. Madhulumati wameanza kuita makundi ya vijana kuanza kuwashawishi dada. Ni ujumbe ulioandikiwa Maria Sarungi kwenye mtandao wa X, ambao ulikuwa umeibua siri hii ya mkutano ambao utafanyika ama ambao ungefanyika pale viwanja vya CCM. Na vilevile kwenye ujumbe wake ama caption yake, Maria Sarungi kwenye mtandao wa X alitaja na kusema kuwa bodaboda na bajaji msikubali kutumika. Mnalipwa pesa zenye laana ya damu na pesa yenyewe mnamaliza ndani ya siku mbili. Wao wana mahekalu hadi Dubai, magari ya kifahari kama Bugatti, G-Wagon, na wanaiba kodi mnazolipishwa kila siku kwa mbinde. Msifanye usaliti, maana wateja wenu ni hawa watu wa uwezo wakati na chini. Msiwasaliti. Tumesimama pamoja na tusiache kusimama wote. Tarehe 9 Disemba itakuwa siku ya ukombozi na tuendelee kushikamana. Ujumbe wake Maria Sarungi akiwaonya wale vijana wa bodaboda wasije wakasaliti taifa lao. Hii ndio dalili kubwa zaidi kwamba ikulu imeshtuka kwa kasi na nguvu ya harakati ya Gen Z ambazo hazina kiongozi wa wazi, hazina chama wala ofisi, lakini zinaungwa mkono na mamilioni ya vijana waliokata tamaa na ufisadi, uwizi wa kura na mauaji ya Oktoba tarehe 29. Amri iliyotolewa na Gen Z mwishoni mwa Novemba tarehe 19 mwaka huu ilikuwa wazi kwamba hakuna kurudi nyuma, hakuna mazungumzo, na Disemba 9 itakuwa siku ya ukombozi wa mwisho. Ilipofika habari ikulu, mikutano ya dharura ilifanyika usiku kucha na uamuzi ulichukuliwa mara moja. Badala ya polisi na risasi, tumieni pesa na ahadi kununua bodaboda ambao walikuwa mstari wa mbele katika maandamano ya Oktoba tarehe 29, wakibeba majeruhi na kusambaza habari barabarani. Maria Sarungi, ambaye amekuwa sauti kubwa ya upinzani kutoka uhamishoni, alitumia ujumbe wake wa X kuwagusa bodaboda moja kwa moja. Alionya kuwa pesa wanazopewa ni za laana na zinatokana katika damu ya ndugu zao waliouawa, na zitamalizika haraka wakati watawala wanaishi maisha ya anasa kwa kodi wanayolipa bodaboda kila siku kupitia mbinde na leseni. Alikumbusha kuwa wateja wao wa kila siku ni watu wa tabaka la kati na chini, ambao ndio wanaumia zaidi na bei za juu, ukosefu wa ajira na ukandamizaji. Ujumbe wake ulienea kama moto pori, na maelfu ya bodaboda walianza kujadili wazi katika vikundi vyao vya WhatsApp kuhusu kusaliti au kusimama na wananchi.
Kurudi nyuma ili kuelewa jinsi tulivyofika hapa, kila kitu kilianza na uchaguzi wa Oktoba 29 ambao uligawanya nchi vipande viwili. Matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi yalimpa Samia Suluhu Hassan 98% ya kura, huku wapinzani wakuu wakiwa wamezuiliwa kugombea au kukamatwa. Gen Z wakiwa na umri wa kati ya miaka 18 hadi 35 waliamuka mara moja. Walitumia mitandao ya kijamii kupanga maandamano makubwa bila ruhusa, wakibeba mabango yanayotaka uchaguzi mpya na kuishia kwa utawala unaowaua raia wake. Barabarani bodaboda walikuwa wahusika wakuu. Walibeba waandamanaji bila malipo, waliwapeleka majeruhi hospitali na wakawasaidia vijana kukwepa polisi. Serikali ilijibu kwa ukali usio wa kifani. Amri ya risasi moja kwa moja ilitolewa na polisi na jeshi wakaanza kuwapiga risasi waandamanaji bila huruma. Mamia walikufa barabarani, maelfu walijeruhiwa na miili mingi ilichukuliwa na malori ya jeshi usiku. Bodaboda wengi walipigwa risasi wakati wakijaribu kuokoa majeruhi. Hii ilileta hasira kubwa zaidi, na vijana wa Gen Z wakatoa amri yao ya mwisho kwamba Disemba 9 au hakuna amani. Habari hii ilipofika Ikulu, Samia aliona wazi kwamba mbinu ya risasi imeshindwa. Mauaji yalileta lawama za kimataifa na hata baadhi ya washirika wa jadi walianza kujitenga. Hadi taasisi mbalimbali ambazo zilikuwa zinaleta mikopo nchini Tanzania pia zilikoma, zikisema kwamba si salama tena. Ndipo mkakati mpya ulipozaliwa kwamba kununua bodaboda. Mikutano ya siri ilianza Novemba 18-19 mijini Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na maeneo mengine. Wajumbe wa serikali wakiwemo wanasiasa wa CCM na maafisa wa usalama waliwatafuta viongozi wa bodaboda usiku na kuwapa bahasha zenye maelfu ya shilingi. Ahadi zilitolewa, leseni zitapunguzwa, kwamba mbine zitaondolewa na hata mikopo bila riba itatolewa. Lengo lilikuwa moja, kwamba wasishiriki Disemba 9 au hata waje na pikipiki zao kuvuruga maandamano kwa kuwabeba polisi au kuwafukuza waandamanaji. Lakini Gen Z na Maria Sarungi walikuwa mbele kwa hatua kadhaa. Ujumbe wa Maria ulifika wakati mikutano hiyo ikiendelea, na bodaboda wengi walianza kurekodi na kusambaza video za bahasha na ahadi. Wengine walikataa pesa moja kwa moja, wakisema damu ya ndugu zao haiwezi kununuliwa. Harakati za Gen Z zilianza kampeni kubwa ya bodaboda ni sisi, zikionyesha jinsi bodaboda walivyoteseka Oktoba 29 na jinsi wateja wao wa kila siku ndio wanaunga mkono mapambano. Mitandao ilijaa picha za bodaboda. Mkakati wa serikali ulianza kuanguka polepole. Bodaboda wengi walitangaza wazi kuwa watashiriki Disemba 9 kwa nguvu zaidi, wakiwa na lengo la kuwabeba waandamanaji bila malipo na kuwakinga na polisi. Hii inaonyesha wazi kwamba pesa za laana haziwezi kushinda umoja wa Tanzania wanaotaka ukombozi. Samia alikuwa ameshtuka sana na amri ya Gen Z hadi akabadilisha mkakati mzima wa ukandamizaji, lakini onyo la Maria Sarungi liliharibu mpango yote. Na katika muktadha mpana, hii ni vita kati ya kizazi kipya kisicho na hofu na utawala unaotaka kuendelea kwa gharama yoyote. Gen Z wameonyesha kuwa hawawezi kununuliwa, hawawezi kutishwa na wako tayari kulipa gharama yoyote kwa ajili ya uhuru. Bodaboda ambao ni wafanyakazi wa chini wanaojua maumivu ya kila siku wamekuwa ishara mapambano haya. Wateja wao, wanafunzi, wafanyakazi na ofisi, mamalishe ndio wanaunga mkono harakati. Disemba 9 inakaribia kuwa siku ya kihistoria. Ikiwa bodaboda watakataa pesa za laana na kusimama na wananchi, basi serikali itakuwa imepoteza silaha yake ya mwisho. Na ikiwa wataanguka katika mtego wa bahasha, basi harakati itapata pigo zito. Lakini ujumbe wa Maria Sarungi na amri za Gen Z zimeonyesha kuwa umoja wa Tanzania bado uko hai. Pesa za laana zitamalizika ndani ya siku 2, lakini damu ya waliouawa itaendelea kulia barabarani hadi haki ipatikane. Harakati za Disemba 9 ziwezi kuzimwa kwa risasi wala pesa. Zimezaliwa kutoka damu, machozi na tamaa ya uhuru wa kweli. Bodaboda wana nafasi ya kuandika historia upya au kusaliti kizazi chao, lakini kutokana na sauti zinazotoka barabarani, wengi wamechagua kusimama pamoja. Na siku ya ukombozi inakaribia, na Ikulu inajua vizuri kwamba wakati huu
haina silaha iliyobaki. Ni taarifa ambayo tumekuletea kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi na zinginezo kwa kina, uchambuzi wa kina. Kwa hivyo zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.